Kampala na mwandishi wetu Sami Awami. Sami, vipi, ni kweli kwamba mtandao umefungwa kabisa, na kwa nini serikali imefikia hatua hiyo? Ni kweli hasa kwa watumiaji wanaotumia mtandao kupitia mitandao yao ya simu ya kawaida, wanasema kwamba kwa kweli wameshindwa kupata huduma hiyo ya mtandao. Lakini kwa sisi hapa, kama unavyofahamu, kwa sababu tuko katika hoteli tunatumia wireless, inaonekana bado tunaendelea kupata, hata kama inasuasua kwa kweli, maana kama unataka kupandisha vitu au kushusha inachukua muda mrefu. Lakini hata hivyo sasa, tangazo lenyewe ambalo tumeliona likizunguka katika mitandao ya kijamii lilisema kwamba ni pamoja na watumiaji wa mitandao ya kawaida, lakini pamoja hata na hizi wireless. Kwa hivyo bado tunaendelea kuangalia mambo yanakwendaje, lakini kwa watumiaji wa kawaida wa simu wanasema tayari tatizo limeanza. Sami, sasa itakuwaje? Wametoa ufafanuzi ya lini huduma internet itarudi, ama kuna asasi maalum ambazo zitaweza pengine kuipata kuendesha shughuli zao muhimu? Hakuna taarifa yoyote au katika tamko hilo la hii mamlaka inayodhibiti masuala ya mawasiliano haijasema itarudisha lini. Na kwa kweli kukatika huku kwa mtandao kumekuja ghafla na kumewashtua wengi, kwa sababu wengi walidhani kwamba labda ingetokea siku hiyo ya kupiga kura na labda siku chache baadaye mpaka kutangaza matokeo, lakini siku mbili kabla ya kupiga. Msikilizaji, hao ni wenzetu wakiwa mjini Kampala, ambapo wanaendelea kutujuza yanayoendelea, ikiwa kwamba leo hii ni siku ambapo ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi wa Uganda, ikiwa kwamba uchaguzi mkuu unatarajiwa kuweza kufanyika siku ya Alhamisi tarehe 15, na kumekuwa na kampeni ambazo zimekuwa zikifanyika, ikiwa kwamba vile vile kumekuwa na wagombea wa viti mbalimbali, ikiwa kwamba raia wa Uganda watakuwa wakifanya uchaguzi, ambapo watakuwa wakimchagua rais wa taifa hilo Yoweri Museveni, ambao ni mojawapo wa wagombea wa uchaguzi, na vile vile yupo Bobi Wine na wagombea wengine wengi tu, ambapo wapo kwenye kinyang'anyiro hicho, na vile vile watakuwa wakichagua wabunge wa maeneo mbalimbali ya hapo Uganda. Basi hao wenzetu watakuwa wakiendelea kutujuza mambo yanavyoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali ya mji wa Uganda, ikiwa kwamba vile vile tuliweza kupata taarifa kwamba siku mbili kabla ya uchaguzi nchini Uganda, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Simon Byabakama amefichua kwamba amepokea vitisho juu ya kutangaza mshindi katika uchaguzi ujao. Byabakama alikuwa akizungumza na BBC mara baada ya kumaliza kutoa taarifa na vilelezo vingine juu ya zoezi la kupiga kura. Wapiga kura zaidi ya milioni 20 nchini Uganda wanatarajiwa kwenda kuchagua rais na wabunge wao siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari, na awali Sami Awami alikuwa katika makao ya tume ya uchaguzi na kutuandalia taarifa hii. Kama unavyoona, maafisa kutoka tume ya uchaguzi hapa Uganda wanaendelea kuonyesha waandishi wa habari kuhusiana na utaratibu mzima wa kupiga kura hapo tarehe 15. Lakini dakika chache tu zilizopita, mwenyekiti mwenyewe alizungumza na waandishi wa habari kuendelea kuelezea taratibu mbalimbali, majukumu ya maafisa wa uchaguzi, majukumu ya wale mawakala wa vyama vya upinzani na hata wa serikali wa chama tawala, pia kuelezea wapiga kura. Alikuwa na kibao hapo hata anaonyesha kura gani itakuwa batili, kura gani ni hatari, kura gani ambayo namna ambayo mtu akipiga labda inawezekana ikakaa sawa. Yote hayo maana yake ndo dakika za lala salama zenyewe hizi. Lakini baadaye nikapata fursa ya kumuuliza maswali mengine ambayo yamekuwa yakiendelea kuibuka katika mitandao. Kwa mfano, zimekuwepo kauli kutoka kwa baadhi ya watu wanaoaminika kuwa wanaunga mkono chama tawala pamoja na serikali kwamba rais, kwa sababu alichukua nchi kwa namna au kwa njia ya mtutu, hawezi kuachia madaraka kwa namna ya kupiga kura tu. Nilimuuliza kama tume yake inao ubavu kweli wa kumtangaza mshindi mwingine tofauti na Rais Museveni. Whatever votes each candidate has received will be tallied. Kura zozote ambazo kila mgombea amepata zitahesabiwa au kuthibitishwa, kisha zitatangazwa kwa umma. Dunia itajua na wananchi wote wa Uganda watafahamishwa. Declared, I don't see any problem with that. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi pia hapa alisema kwamba amepokea vitisho kuhusiana na kutangaza mgombea tofauti na yule wanaomuunga mkono waliomtisha. People have been throwing around words carelessly. If you don't vote for this person. Watu wamekuwa wakitumia maneno, wengine wanasema kama hao tutatangaza hamtamtangaza fulani.
fulani basi nitaona. Nawaambia hivi, mimi siko kwenye biashara ya kugawa kura. Hapana, mimi sigawi kura. Wapiga kura wanaoamua ni kura ngapi mgombea atapata, na kile ambacho wapiga kura wamesema ndicho nitakachotangaza kwa taifa. Vyama vya upinzani vimekuwa vikilalamika pia kuhusiana na kuwepo kwa baadhi ya vituo vya kupigia kura ndani ya kambi za jeshi na vituo vingine vya usalama. Na sasa nilimuuliza mwenyekiti wa tume hilo limekaaje kulingana na sheria na utaratibu wa ofisi yake. Haya ndiyo yalikuwa majibu yake. Kama kuna vituo vya kupigia kura vya aina hiyo, basi